Nimefurahi kuwa hapa na nimekuwa na usiku mzuri. Nimefurahi sana na niwapongeze for a very good experience ambayo mmeipata. Sijui moyoni mwa kila mmoja, ila I do believe mmefurahia kuwa hapa. Yani the fact kwamba uko mahali alafu kuna natural feature na mtukuza Mungu 24 hours, it's a nice thing. Yani kwa hiyo hongereni sana. Sasa najua nilipokuja kusimama hapa wamenitikisa kidogo, nikawa nahisi itakuwa kama jana usiku hivi, lakini haina shida. I will have some few things that I want to share with you that I think you can also have your inputs on those matters, kwa sababu they are things that concern all of us. Kwa sababu when I was given the topic, mke wangu alinicheka kwanza, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao natumia sana mitandao ya kijamii. So she was like, unaenda kujizungumzia na wewe. Ni miongoni mwa vitu ambavyo of course nafanya. I'm so active on social medias. And my activeness might not be posting every day, but I'm so active. I mean, I know what happens. Kama ambavyo nadhani wengi wenu mnajua pia. Yani, I know likely if not 99.9% ya wote tuliokuwa hapa, we also active in our social medias, right? Sindio? Everyone ana account hapa, Instagram, ana WhatsApp. We are also active. And it's not a bad thing. Don't you think it's a bad thing? So we get to know many things. Tunaona vitu vingi. Sasa, we have some issues that we have to think about that. The first thing that I want us to think about it ni kwamba 65.9% of the world population is active on social media. That is to begin with. 65.9. Around 5 billion people. 5 billion people are active on social media. So we have 65.9% of a population that we are also in. Mind you, Seventh-day Adventists, they don't contribute even to 10% of the world population. Are you getting my point? Seventh-day Adventists, they do not contribute even to 10% of the world population. So what does that mean? If we are even on a single digit, that means, first of all, I want you to think how important social media are on that perspective. Kwamba we have the world of 5 billion people who we are also in, but we are likely on maybe 2 if not 3% on that 5 billion people. So the remaining 90-something are our customers. Are we together? Are our customers. Now, I will go and read some verses. Mark chapter 15 and Revelation 14 verse 6. Mark chapter 15, it says this, 16:15, sorry. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. I want you to underline the following words. All the world, every creature. Those are the words that I want you to underline them. I mean, I want you to keep them in your mind. All the world and every creature. Now let's go to Revelation chapter 14, verse 6. It says, then I saw another angel flying in the midst of heaven, having an everlasting gospel to preach, underline that word, to preach to those who dwell on earth. Those who dwell on earth. Underline the word, to every nation, tribe, tongue, and the people. Are we together? Now we have 2 verses. The first verse is go into all the world and preach the gospel to every creature. All the world and every creature. And then we have another verse. Then I saw an angel flying amidst of heaven with an everlasting gospel. Are we together? If it's a journey, we have the traveler, we have the package, and we have the destination of the package. I mean, in this context, we all fit into the position of a carrier, a traveler carrying a package. And what's the package? Tumebeba nini mzigo? The gospel, right? That is the package. What is the destination?
every creature, all the world, every nation, every tribe, every tongue. So that is the destination. Sasa, this is the foundation of our faith. As much as I know I speak to Seventh-day Adventists, now this is the basis of us being called Seventh-day Adventists. Yani, huu ndo msingi uko hapa. Natamani tuanzie hapo kwamba tunaitwa Waadventista wa Sabato kwa sababu tunatakiwa kufanya kazi hii. Tuko pamoja? Laiti kama kusingekuwa na makanisa mengi ya Jumapili, pengine tusingeitwa wa Sabato kwa sababu it couldn't be a big deal. Sijui unanielewa vizuri. Kwa sababu unajua makanisa yote ya Jumapili ni Waadventista, right? You guys know. Kwa sababu Mwadventista ni mtu anayemsubiri Yesu mara ya pili. Yaani ukishakuwa na hiyo doctrine kwenye kanisa lako, you're already an Adventist. So of course, kwa sababu sisi tuko tofauti with our Sabbath, that makes us with that distinct identity kwamba we are Seventh-day Adventist. Sasa, where does social media come in? Tumesema social media for or against the gospel. Now, where do we have the line by which social media can be for the gospel or can be against the gospel? I want to take you to an architectural lecture. We have a parameter in architecture. I'm an architect by my profession. We call space. It has different meaning in different professions. But to architects, a space is a three-dimensional void or multidimensional void that can be manipulated to accommodate functions, perception, activities, and distinctions. Let me repeat that. A space is a multidimensional void that can be manipulated to accommodate function, activities, distinctions. Nitarudia sasa ili mnielewe. Ninavosema a space is a multidimensional void, I mean this. Yani ni utupu fulani hivi wenye dimension nyingi. Kama hapa, yani this is a space. Ambapo tunaweza kumanipulate hii nafasi, tuka accommodate function. Which what you did here is manipulation of the space. Mmechukua viti, mkaviweka hapa, sasa hivi ni sehemu ya kukaa hii. Tukivitoa hivi vitu, tukavipeleka pale, hii sehemu, perception yenu ishabadilika kuhusu hii sehemu. Ni kitu kingine kabisa, right? Na ndo maana, kwa mfano, ushawahi kuhudhuria harusi iliyofanywa kwenye garden. Ile garden kabla ya harusi na baada ya harusi ni vitu viwili tofauti. Sisi ardhi pale tunafanyaga mahafali kwenye tenti. Sehemu yanapofanywa yale mahafali kwa watu wa ardhi wakipita kabla ya mahafali ni sehemu fulani ya hovyo mno, watu wanacheza mpira hapo lakini siku ya mahafali ni sehemu nyingine tena tofauti kabisa. Kwa hiyo that is a space. Social media is also a space. But what type of a space? On architectural perspective, a space is something that we also can feel, okay? And we can see. Sindio? Sasa, the thing is, huwezi kuamini, social media accommodates or qualifies on all those parameters as a space. Sisi ma-architect tunasema space can be manipulated to perform activities. Swali, can we manipulate social media to perform activity? Can we? We can, right? Can we manipulate social media to modify or form a perception? Yani, tukamfanya mtu afikiri tunavyotaka. Can we do that kwenye social media? Right? Tunaweza kufanya, si ndio? Je, tunaweza kufanya mitandao ya kijamii au social media kuleta distinctiveness? Yani mtu carry out his own identity on the social media, yani kufanya watu wamtambue hivyo. Can we do that on social media? We can do that too, si ndio? Na ndo maana, if I'm not mistaken, tumewahi kuwa na hii statement. Usione watu kwenye status, ukutana nao ni watu wengine kabisa. Right? Sishawahi kuwa na hiyo. Yani usione watu status, ila ukutana nao ni watu wengine kabisa. Kwamba kuna mtu ukimtazama status unahisi mpole, ila ukutana naye ndo huyu.
That means ameweza kushape perception yako kumhusu. Na hata wewe unaweza kuchagua perception yoyote. Yani, na kuna watu ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii hivi unasema, huyu dada mbona kacharuka hivi? Ukija kukutana naye unagundua kumbe hawezi hata kuongea. Ndo huyu nilikuwa namuona kule. So that is it. Sasa what type of a space is this? Architects came to realize, and the world came to realize kwamba a space not necessarily can be manipulated by solid things. Kwamba tunahitaji kuweka solid elements to manipulate a space. Our space should be characterized with solid elements. This architectural space we are talking has a distinctive character. It has a solid element for it to be a space. Lazima iwe na solid element. An ocean is a space with a solid element. We have the seabed. Are we together? This is a space with a solid element. We are actually touching the solid element F.